Na mtazamaji bwana, mambo ni mengi kweli kweli, lakini meneja wa Mbosso bwana amejitokeza hapa, ameelezea kuhusiana na hasara ambazo Mbosso ameingia baada ya wimbo wake ule wa DJ kutolewa YouTube na msanii mwenzie ambaye anafahamika kwa jina la Mobutu. Huyu ni upcoming artist ambaye bwana ndo amefanya hilo jambo. Bwana, mambo ni mengi, yameibuka mengi, lakini nitakuelezea zaidi, maana kuna mpaka tetesi mbalimbali ambazo pia meneja huyu amezikanusha. Lakini kubwa zaidi ni kwamba digital manager wa Mbosso Khan anayefahamika kwa jina la Mesati Sheduro amesema kuwa baada ya Mobutu kufuta wimbo wa Mbosso ambao unakwenda kwa jina la DJ kwenye YouTube platform ya Mbosso, tukio hilo limewaingizia hasara ya zaidi ya milioni 400 za Kitanzania. Mesot anasema kuwa walikuwa na deals nyingi sana kutokana na wimbo huo wa DJ za ndani na nje ya nchi, lakini baada ya tuhuma za kuiba wimbo huo zimefanya dili zao kukwama na kusababisha kupata hasara kubwa. Naona bwana, meneja amekwambia kwamba kulikuwa kuna deals ambazo zilikuwa ziko kwenye mstari kabisa, lakini ndio hivyo sasa, hizo dili bwana zimekuja zimekwama, na sababu ya kukwama kwa dili hizo ni kwamba wimbo huo kuhusishwa na tuhuma hizo za kwamba eti ngoma ilikuwa imeibwa. Basi moja kwa moja ikabidi hata hizo dili nazo pia zilisitishwa. Kwa hiyo makampuni yamerudi nyuma ambayo yalikuwa yanataka kumpa madili Mbosso kutokana na wimbo huo wa DJ, kutokana tu na issue hiyo ambayo imetokea. So hili jambo bwana kiukweli limewarudisha nyuma sana hawa kiuchumi, na meneja mwenyewe amekuja kulielezea. So ni moja kati ya vitu ambavyo kiukweli vilikuwa vimewaumiza watu wengi sana, kuona kwamba huyu kijana amekuja ameclaim kwamba ngoma ya Mbosso ambayo inakwenda kwa jina la DJ inafanana kabisa na ngoma yake ambayo ya kwake inaitwa Mr DJ, na ukizisikiliza hazifanani. Kwa hiyo wamefuata sheria, wameshitaki polisi na mambo mengine mengi. Mwisho wa siku bwana, ngoma imerudi. So hivyo ndivyo situation ilivyo. Na mtazamaji, kama unavyoelewa kwamba baada ya msoto ambao Mbosso amepitia, nadhani watu wengi sana watakuwa wanafahamu kwamba Mbosso bwana amepitia changamoto hivi karibuni. Wimbo wake wa DJ bwana ulitolewa huko YouTube na msanii ambaye anafahamika kwa jina la Mobutu. Huyu jamaa bwana alienda akapiga strike ile ngoma na ngoma ikashushwa YouTube, na kama unavyoelewa ni kwamba ngoma hiyo ilikuwa on trending namba 1, ilikuwa inafanya vizuri. Mbosso alikuwa ameshaanza kuandaa project nyingine ambazo zina depend na hiyo ngoma, yani alishaandaa mpaka DJ tour kutokana na wimbo wake huo wa DJ kupokelewa vizuri. Lakini baada ya kushushwa, Mbosso ilimstress sana. Kama unakumbuka vizuri bwana, hiyo issue ilipelekea hatua ya kufikia kwamba Mbosso ikabidi mpaka aende polisi. Kukawa kuna tetesi zimesambaa kwamba Mbosso alitaka mpaka kujitoa uhai kutokana tu na kwamba ngoma yake hiyo bwana ilikuwa imetolewa huko YouTube. So mambo yalikuwa ni mengi sana at the same time, lakini mwisho wa siku bwana, jambo ambalo tumekuja kulishuhudia ni kwamba baada ya siku 3 kupita, ni kwamba ngoma hiyo imerudi leo YouTube tokea ilivyotolewa. Lakini sio tu kwamba ngoma hiyo imerudi YouTube, lakini pia vile imerudi ikiwa na mafanikio makubwa mno. Yani hii ngoma ya DJ ya Mbosso bwana ilivyorudi YouTube bwana, haijarudi kitoto, imerudi kwa kishindo cha hali ya juu, kiasi kwamba bwana ukiifuatilia vizuri au kama umeicheki, basi utagundua kwamba ngoma hiyo bado iko on trending namba 1 mpaka sasa hivi. Yani baada ya kurudi, baada ya hiyo ngoma ya Mbosso ya DJ kurudi YouTube, inaendelea kutrendi nafasi ya kwanza. Maana ilivyotolewa ilikuwa on trending namba 1, na ilivyorudi bwana, cha ajabu ni kwamba imerudi pale pale kwenye ile namba 1 on trending. Lakini inafahamika kwamba kwa kawaida ngoma waga ikipigwa strike bwana, ikishushwa huko YouTube kama ilikuwa namba 1, basi waga ikirudi lazima utakuta imeshuka, yani inapotea trending. Lakini hii ya Mbosso bwana ni kama muujiza tu, Mungu mwenyewe ameamua kuirudisha tena on trending namba 1 kama the way ambavyo ilivyotoka. Umeona bwana? Kwa hiyo kama vile hakuna kilichotokea, yani ni kama vile hakuna changamoto yoyote ambayo ilitokea dhidi ya ngoma hiyo.
So baada ya ngoma hiyo kurudi YouTube, ni kwamba Mbosso mwenyewe kupitia ukurasa wake wa Instagram ameweka posti kuwapa taarifa mashabiki zake na wadau wake na watu ambao wanamsupporti. Ameposti pale Mbosso bwana kuhusiana na hiyo ngoma kurudishwa. Ameandika pale sasa hivi na jumla ya views takriban 1,900,000, lakini kadri ya muda unavyozidi kwenda inazidi kukimbiza bwana. Mbosso ameandika kwamba we back and still number 1 trending on YouTube Tanzania #DJ. Yani Mbosso bwana ndo ameandika hivyo kwamba tumerudi na tunaendelea kutrendi namba 1 YouTube Tanzania, ngoma yake hiyo ya DJ. Lakini pia akaja akaweka tena posti nyingine Mbosso kupitia ukurasa wake wa Instagram, na hii posti bwana ameandika maneno yafuatayo. Mbosso ameandika kwamba kipindi unaenjoy na DJ, habari njema ni kwamba wimbo wetu wa Ozalima sasa hivi umefikisha watazamaji milioni 8 kwenye mtandao wa YouTube, na ni nyimbo ambayo imekaa namba 1 kwenye YouTube trending Kenya kwa zaidi ya mwezi mzima na siku kadhaa. Ona bwana, kwa hiyo mafanikio yanazidi kuongezeka wakati huku nyimbo ya DJ inashika namba 1 on trending. Nyimbo nyingine ya Mbosso inayofahamika kwa jina la Ozalima bwana iko on trending Kenya pia namba 1 takriban mwezi sasa. Kwa hiyo Mbosso bwana ni kama vile amekuwa unquepecable. Ni kwamba mambo yake yanazidi kwenda mbele kadri, japokuwa anakutana na changamoto, lakini anazidi kusonga mbele. Ni bwana ni kuhusiana na ngoma mpya kabisa ya msanii ambaye anakwenda kwa jina la Mbosso Khan. Bwana Mbosso bwana amekutana na changamoto baada ya kuachia ngoma ambayo inakwenda kwa jina la DJ. Bwana, hii ni moja kati ya ngoma kali sana ambazo zimetoka hivi karibuni, na ukweli kama unavyoelewa kwamba Mbosso bwana uaga mara nyingi sana amekuwa na bahati kila anapotoa ngoma bwana inaenda. Umeona bwana nadhani hiyo ni kitu ambacho kila mtu nadhani anafahamu kwamba Mbosso kila akiachiaga ngoma mara nyingi uaga zinaenda, na hata hivi karibuni bwana amekuwa habahatishi, kila anapoachia kazi uaga mara nyingi inapokelewa vizuri sana na wadau wa muziki Tanzania. Sasa hivi karibuni bwana, hii ni changamoto ambayo uwaga imemkuta sana Diamond, imemkuta Harmonize imemkuta mara nyingi mno. Katika wasanii ambao wamekutwa na changamoto nyingi bwana, Harmonize nadhani mara ya mwisho ni wimbo ule wa Yanga unaifungaje, kama unakumbuka vizuri, ulishawahi kukutwaga na changamoto ya namna hii. Lakini pia nyimbo yake ya kwanza kabisa nadhani unaikumbuka, Uno, baada ya kutoka WCB, nyimbo ya kwanza kabisa nayo pia ilikutoka na matatizo kama haya. Yani unakuta kwamba mtu ana strike nyimbo, yani anaishusha nyimbo YouTube, yani anadai kwamba nyimbo ina hatimiliki yake, hivyo basi anaishusha. Ni moja kati ya changamoto ambazo zinawakuta wasanii wengi sana hapa Tanzania, lakini sana sana hii changamoto bwana ilikuwa ikimkuta sana Harmonize mara nyingi, yani mara kwa mara unakuta kwamba kuna producer labda amesikia beat yake imesikika